Naitwa Musa Mwika, katibu wa baraza la wazee wa Chadema mkoa wa Mwanza, wilaya ya Misungwi. Nianze na utumishi wangu ndani ya chama cha Chadema. Toka mwaka 1992 wakati tunajiandaa kupata usajili, Chadema imeasisiwa mwaka 1992, tukapata usajili mwaka 1993. Kikao chama cha tatu kusajiliwa na msajili wa vyama vya siasa George Liundi. Mimi ndio katibu wa kwanza wa baraza la vijana la Chadema mkoa wa Mwanza. Nimekuwa katibu wa vijana wa Chadema baraza la vijana mkoa wa Mwanza toka mwaka 93 mpaka 2009. Wakati huo mwaka 2004 mpaka 2014 nika katibu wa Chadema wa wilaya ya Misungwi. Nimekitumikia chama hiki kwa akili zangu zote, kwa nguvu zangu zote na kwa uadilifu mkubwa. Nisiwe mwingi wa fadhila, niwashukuru sana wana Chadema kwa kunipa nafasi hii na kunipa ushirikiano walionipa. Nikishukuru chama changu cha Chadema toka mwaka 1992 hadi leo mchana huu. Mmenipa ushirikiano mkubwa kwa kipindi chote. Ninukuu maneno ya Mwalimu Nyerere: Chadema si mama yangu. Ninukuu tena maneno ya baba wa taifa: usipowapata mabadiliko ndani ya Chadema, utapata mabadiliko nje ya Chadema. Na kichukia Chama cha Mapinduzi sana. Tumefika hapa kwa hali hii kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, umaskini tulionao. Nimeona njia pekee ya kupambana na Chama cha Mapinduzi. Na muomba leo Mwenyezi Mungu usiku kucha, siku 2, 3, 4 hizi, nitapitia katiba za vyama vya siasa tofauti na CCM na Chadema, nione chama kipi chenye malengo mazuri ya kuweza kusitoma CCM madarakani bila kumwaga damu. Tulipata uhuru mwaka 1961 bila kumwaga damu. Tutaitoa CCM madarakani bila kumwaga damu. Vijana mlioko kwenye ukumbi huu, hatuhitaji kuwatumia nyinyi kama kipaumbele cha kwenda kumwaga damu zenu kwa ajili ya maslahi ya sisi wanasiasa. Niwaombe sana sana sana, tutawashinda CCM bila kumwaga damu, kama tulivyofukuza wakoro mwaka 1961 bila kumwaga damu. Utamaduni wa Mtanzania tutashinda bila kuumizana. No reforms, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ni kweli. Bila mabadiliko imekuwa ni kauli mbiu ya viongozi, sio wanachama wa Chadema huku chini. Sasa hamwezi kuwa na mikakati ya viongozi wakati wanachama hawajui nini maana bila mabadiliko bila uongozi. Wanachama wa Chadema wote ukiwauliza viongozi wa kata, wa matawi, hata wa wilaya, no reforms, no elections, maana yake nini? Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, maana yake nini? Wakati tunafanya uchaguzi mkuu wa mwaka huu mwezi wa pili, ambao umetufikisha hapa tulipo, wa mwenyekiti Mbowe aliyemaliza muda wake na mwenyekiti Tundu Lissu, tulikubaliana uongozi huu kwamba tutaanza mabadiliko, no reform, no election, litaanzia ndani ya Chadema. Mpaka leo tunaenda kutoka Februari mpaka leo tunaenda Juni. Leo ni Mei, tunaenda Juni. Hakuna dalili ya kufanya mabadiliko ndani ya chama chetu. Na moja mabadiliko tulikubaliana ni ukomo wa mwenyekiti wa chama taifa. Mpaka leo hakuna dalili za ukomo wa mwenyekiti wa chama taifa. Tulikubaliana kwenye uchaguzi huo kwamba uongozi utakaochaguliwa, baada ya kuchaguliwa tu tutaweka ukomo wa mwenyekiti wa Chadema, ukomo wake uwe miaka mitano iwe miaka 10. Lakini leo tunaenda mpaka leo hakuna dalili ya kufanya mabadiliko, no reform, no elections ndani ya chama. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi wa mlioko kwenye ukumbi wa Chadema wenzangu, ambao tumekuwa ni waanga wa kisiasa, sisi ambao tulimuunga mkono Mwamba. Juzi kulikuwa na ziara makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche. Wiki jana alikuja Misungwi. Walioniona mliniona, nilimfuata kwenye gari nikamwambia mdogo wangu Heche, tunahitaji kikao cha Misungwi hapa kama uongozi wa chama. Akasema tutaongea usiku saa 4 usiku. Nilisema hili.
Saa 4 usiku Heche akanipigia simu baada ya mkutano Igoma. Asema nimemwambia Lema mwasiliana na Lema atakupigia simu muda si mrefu. Lema kunipigia simu, baadaye nikampigia Lema. Nikamwambia Lema, Misungu tuna changamoto, makundi ya uchaguzi mkuu bado yametugawa. Alichoniambia Lema, asema kama mnaenda kwa Mbowe mnaendelea kwa Mbowe. Sisi hatuna muda wa kufanya vikao vya ndani. Hatuwezi kufanya mikutano ya hadhara bila kujengana ndani, kuna msimamo wa chama unaenda wapi. Kwa hiyo siku zote miaka yote tunapomaliza mikutano ya hadhara mnaingia ndani kufanya kikao cha chama, mnafanya majumuisho, ni kipi wananchi wanakitaka, ni kitu wananchi wanakisema, ni kitu uongozi mkoje, na maliza mambo yenu ndani ya uongozi, mnasonga mbele. Lema alilikataa hilo. Mwisho nisio msemaji sana. Ni kwa nini leo chama kimegawanyika hivi? Wananchi wenzangu, Chadema imegawanyika kwa sababu Mbowe alipata 49%. Lissu akapata 51%. Mahali popote duniani mtu anayepata 45, 46, 47, 49 ni lazima muunde serikali ya mseto kama walivyofanya wenzetu Zanzibar. Serikali ya mseto ya Chadema ni kuwachukua watu waliokuwa na muunga mkono Lissu kufanya nao kazi kwenye uongozi huu. Mtu aliyepata 49, 48, 45 ana watu, huwezi kumtenga kaa pembeni. Kwa hiyo chama changu ambacho nimekihudumia miaka 33 ndani ya miezi mitatu hii minne kimeyumba, kimepeperuka. Chama cha siasa lengo lake kubwa ni moja tu, ni kushika dola. Utashikaje dola bila kuingia kwenye uchaguzi? Lengo la chama cha siasa chote kile duniani kina lengo moja tu, kushika dola. Sasa mimi nahisia tuna viongozi wetu wanatumika. Kwa nini usiingie kwenye uchaguzi? CCM ni wapagani, ukisusa unakula. Haya masemu ni mapagani haya, nyamafu yanakula haya. Tumesusa miaka ya nyuma lakini wakala. Kwa hiyo mimi niwaombe tu, nitaenda kuangalia chama makini, nitaangalia katiba ya chama, ya vyama vyote vile sajili vya 19, kuna vyama 17 nitaangalia. Mimi ndoto yangu haijafa leo ya kisiasa. Nitaendelea kuwa mwanachama wa siasa wa chama cha siasa. Leo nitaangalia katiba za vyama vya siasa, niangalie chama gani kinachoweza kunifaa katika kipindi cha miezi michache ijayo. Mwisho, ingawa sio mwisho kwa kumuhimu sana. Leo tarehe 19 mwezi wa 5 2025, mimi Musa Mwika nakoma rasmi kuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nakoma kwa msingi, usipopata mabadiliko ndani ya Chadema kuna sehemu utayapata. Niwaambie Wakristo wenzangu, usipopata mabadiliko ndani ya zebu fulani, mtafute Yesu sehemu nyingine. Wakristo mnajua tuna mazebu mengi urukuki, na lengo ni kwenda mbinguni. Lengo letu ni kuitoa sehemu madarakani. Kwa hiyo mimi ndani ya siku 3 hizi 4 nitaangalia ni chama gani ambacho naweza nikaenda nacho mimi ili kuendelea kutimiza ndoto yangu ya kuwa mwanasiasa, ya kutumika wananchi wa Misungu. Leo kwa niaba ya uongozi wa Chadema wa mkoa wa Mwanza, wanachama ambao tumetoka Chadema, Nyamagana wanahama wanachama 31, Ilemela wako 30, Buchosa wako 40, Misungu tuko 46, Kwimba wako 13. Jumla wanachama wanaohama kwa leo ambao tunao kwenye ukumbi wanachama 160. Wanachama 100. Wanachama mpo, mnyosheni mikono juu. Waandishi wa habari angalia, wanachama mikono juu. Tunahama rasmi leo. Mikono juu. Tunahama rasmi kutoka Chadema, tutaangalia chama kingine. Na Magu na wenyewe na ndugu zangu wa Magu, katibu wangu wa wilaya Magu ambaye leo amehakikisha wanachama Magu naam. Kwa hiyo kwa niaba ya uongozi wa Chadema mkoa wa Mwanza ambao tunamaliza muda wetu leo, tunahama rasmi. Tutatafuta mabadiliko ndani ya chama kingine. Ndugu waandishi wa habari, wanachama mlioko humu ndani, wananchi wenzangu, nawashukuru sana. Nawatakia Jumatatu njema, siku njema na kila laheri. Tuendelee kupambania mama Tanzania, tupambanie wa Tanzania kupitia njia nyingine. Asalamu alaykum. Bwana wetu asifiwe. Naitwa Musa Mwika. Asanteni sana.
BMG, pamoja daima.